الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mbele yetu tuna kitabu kinachoitwa Al-Jawharu an-Naqiy al-multaqat min ahadith an-nabiy, johari iliyo safi iliyokotwa kutoka kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Johari, kitu cha thamani, kilichotakata kabisa, ambacho kimeokotwa, kimechaguliwa kutoka kwenye maneno na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kitabu hiki fani yake au maudhui yake ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nimekitunga kitabu hiki maalum kwa ajili ya wanafunzi wa Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية. Ukiangalia katika utangulizi wa kitabu hiki nimeliweka wazi hilo. Malengo ya kutunga kitabu hiki pia nimeyabainisha katika utangulizi. Kwa hiyo kitabu hiki ni chenu, kwa maana kimetungwa kwa ajili yenu. Kama nilivyoweka wazi hilo katika utangulizi. Tutasoma utangulizi, tutaona insha Allah. Nimesema hivyo ili tufahamu kwamba kwa kuwa kitabu hiki tumewekewa sisi, nimekitunga kwa ajili yenu wanafunzi wa Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, basi mtakiwa mkijue kwa uzuri zaidi kuliko mtu mwingine aliye nje ya hapa, na kuyathibitisha na kuyatimiza malengo yaliyowekewa kitabu hiki kwa nafasi ya kwanza kabisa kabla ya mtu mwingine. Na biidhnillahi al-karim, pamoja na kupita miaka mingi tangu kukiandika kitabu hiki, maana tuliwahi kukisomesha miaka 11 iliyopita huko nyuma, mwaka 1436, 1437 na kabla yake kidogo. Mna kumbukumbu za tarehe hapo? Mara ya pili. Mara ya kwanza wewe kuwepo, ukumbuke ukuwepo. Mara ya pili ilikuwa mwaka gani? Hiyo 42. Mimi nasema 1436. Kwa sababu nikiangalia kwenye ratiba zangu hapa mimi nina jadwali la mwaka 1436, 1437 Hijiria. Ilikuwa nasomesha baada dhuhuri hadithi al-Jawharu an-Naqiy, na kabla ya hapo nyuma tulikuwa tukisoma baada ya asr hapa msikitini kila siku ya Ijumaa. Sawa. Anazungumzia nuskha, nazungumzia kitabu. Nusakh iko tofauti na nuskha al-qadima. Alhasil, kitabu tulikiandika siku nyingi, zaidi ya miaka 10 na kitu, na tumekisomesha zaidi ya mara moja hapa msikitini. Lakini pia kiliingizwa katika kismu ya mutuni kuhifadhiwa kwenye kipindi cha miaka ya nyuma, kwa wale wanafunzi walikuwa wakisoma mutuni walikuwa wakihifadhi. Tumeonelea kwamba kwa kuyatimiza yale malengo ambayo kwa ajili yake kitabu hiki kimeandikwa,
basi tusomeshe katika majlisi hii ya watu wote. Na lillahi alhamdu, sasa hivi chapa ziko mikononi mwenu za vitabu. Nadhani hii ndio chapa ya kwanza kuchapishwa katika mtindo huu rasmi, wachilia mbali zile chapa za kienyeji. Hii chapa ya kwanza rasmi ilichapishwa na maktaba ya Imam al-Bukhari, lakini imechapishwa Misri mwaka 2016. 2016 mpaka leo ni miaka 10, sio? Hatujatoa chapa nyingine, na matarajio yetu ni kukusherehesha. Kwa hiyo haya nitakayoeleza hapa ni miongoni mwa kazi tunazozifanya za kukisherehesha kitabu hiki insha Allah. Kwa hiyo kitakuja tena mara nyingine kikiwa kimeshereheshwa, kiacha hii matni na kuna sharhi yake. Hatujui lini, lakini matumaini hayo na malengo hayo yapo. Sasa kwa kuwa kitabu hiki nimekiandika kwa ajili yenu, natarajia kuwa mtakuwa makini sana katika kukisoma na kusikiliza na kukisoma vizuri na kukifanyia murajaa na kukihifadhi. Katika siku hizi tutakwenda nacho kitabu hiki siku 5 za wiki, mpaka tutakapotangazia sasa kwamba ratiba imebadilika. Tutasoma siku 2, alafu tutachanganya na masomo mengine. Lakini kwanza tutakwenda na vipengele, labda tukafika Dhulhijja insha Allah, kwa sababu si mbali, nataka tusogee kidogo. Hiki kitabu kina hadithi 100 tu, 50 juzu ya kwanza na 50 juzu ya pili. Sasa bila kupoteza muda, Abu Shakir, soma bwana, utakuwa ndo msomaji sasa kitabu hiki. Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، tumekianza kitabu hiki na albasmala, yani bismillahir rahmanir rahim, kwa kufuata utaratibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim, na muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyothibiti kuwa alikuwa akiandika barua kuwapelekea wafalme na watawala mbalimbali. Barua zake zilikuwa zikianza na bismillahir rahmanir rahim, bali huo ndio mfumo na utaratibu waliopita nao as-salafu salih na watunzi mbalimbali wa vitabu, wakianza na bismillahir rahmanir rahim. Kisha tukafuatia na khutbatul haja, khutba ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akitoa au akisema katika kila jambo kubwa na minasaba mbalimbali, kama khutba za Ijumaa, khutba za Eid, bali hata katika aqdi ya nikah alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akileta maneno haya yaliyosheheni
wasifu mkubwa kabisa wa kumsifu Allah na kumtukuza na kumtakasa yeye na kila upungufu subhanahu wa ta'ala, na mengineyo katika mambo mazuri mazuri ambayo tutayaona hapa. Hii ndio khutbatul haja na hizi ndio alfadhi zake. Na ukitaka faida zaidi kuhusu khutbatul haja, rejea kitabu chenye jina kama hilo cha Sheikh al-Allama muhaddith al-asr Sheikh Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala. Amezikusanya njia zake na alfadhi zake kwenye kitabu maalum, na amesaidia sana, kwa sababu kuna watu huwa usimama katika manabir wakaleta khutbatul haja lakini wakachanganya na maneno mengine ambayo sio katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imeruhusiwa mtu kuanza maneno yake kama ni khutba au darsa au mambo mengine kuyafungua na himdi wa thanaa ala Allah wa salat ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam kwa alfadhi zote za thanaa, muda wa kuwa hazijapituka mipaka ya kisheria. Lakini ukitaka kuleta khutbatul haja, basi ilete vile ilivyo, usiongeze maneno mengine ambayo yanaweza kudhanisha kwamba nayo ni katika khutbatul haja. Sasa Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala ameandika risala maalum kwa ajili ya kulitanabahisha hilo, akaileta ile khutbatul haja. Risala ndogo, isome, ina faida, imejaa kwenye maktabati zinauzwa, kitabu kidogo lakini kina fawaidi nyingi. Khutbatul haja imeanza kumhimidi Allah kwamba kwa hakika sifa njema zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunamhimidi yeye na tunamsifu kwa uzuri, na tunamuomba msaada yeye na tunamuomba msamaha. Tunamhimidi, tunamuomba msaada na tunamuomba msamaha. Tena wanaudhu billahi min shururi anfusina, tunataka hifadhi, tunataka ulinzi wa Allah kwa sababu ya shari ya nafsi zetu. Nafsi zina shari. Sasa tuomba ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukingwe na shari ya nafsi zetu. Pia tulindwe na Allah na aliyo maovu katika matendo yetu, wasayiati a'malina, na maovu katika matendo yetu yana shari haya, kwa Allah tukinge nayo. Kisha akasema man yahdihillahu fala mudilla la, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemhukumia kuongoka, yule ambaye Allah amemuongoza hakuna wa kumpoteza. Allah subhanahu wa ta'ala kishaandika kwa wewe alhidayah, basi hakuna anayeweza kukutoa katika mstari akakuingiza katika upotevu, sio ibilisi lain wala a'wanuhu, wasaidizi wake pia hawawezi. Waman yudlil, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempoteza, kashaandika kwamba huyu ni katika watu wa dhalala, fala hadiya la, hakuna wa kumuongoza. Hidayah iko katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala na umiliki wake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, inatafsiriwa pia nasemwa ninakiri kwa moyo na ninabaini kwa ulimi ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wanawazuoni pia wengine wanafasiri hivyo, ninakiri kwa moyo na ninabaini kwa ulimi, kama ninatamka kwa ulimi wangu kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, au ninashuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika lahu, hali yakuwa yuko peke yake hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake. Muhammad ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mjumbe wake, na hiki ni cheo kikubwa sana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ubudiyya lillah. Kisha akasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi mlioamini muogopeni Allah. Kuna baadhi ya makosa mimi huwa nayasikia, sijui ni masikio yangu, lakini makhatibu wengi wanaopanda kwenye mimbar wakisoma aya hii, mimi sifurahii vile wanavyoisoma aya hii na nyingine. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha,
taqullaha haqqa tuqatih. Umeelewa? Hamjasikia wengi sana, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hapa somo hivyo, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, pana shadda pale mbele. Kwa hiyo huku nyuma lazima ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Ukisimama ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, lakini kama wasoma ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, sasa si usomaji wa sawa sawa. Wakati mwingine natamani kumkosoa mtu juu ya mimbar kwamba yeye somo hivyo. Enyi mlioamini, mcheni Allah, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife kabisa isipokuwa mmekufa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Yani usikubali kufa nje ya Uislamu, hakikisha umekufa kwenye Uislamu kwa kuyafanya yale unayotakiwa. Ya ayuhan nasu taqu, naona so ya ayuhan nasu taqu, ile shadda uipoteza kwanza pale, utailazimisha tu, lakini sasa haiwezi kuja. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu muogopeni Mola wenu ambaye amewaumba nyinyi kutokana na nafsi moja, Adam ndio nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaiumbia mkewe, akaumba kutokana na nafsi hiyo mkewe. Sawa, muogopeni Mola huyo. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, akatawanya akaeneza kutokana na hao wawili wanaume wengi na wanawake wengi. Rijalan kathiran, akafanya iktifa, wa nisaan kathirat, kwa hivyo wanaume wengi na wanawake wengi. Watu kaenea katika miji, watawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiona watu hapa wamejaa, hapa vita, watu watawanyika wanakimbia, watu pale wamejaa ukame, wengine watawanyika waende zao tafuta malisho. Hivi hivyo watu wakatawanyika katika hii dunia mpaka wakafika mwisho huko. Allah amewatawanya katika dunia. Hili ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kazi yake. Batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, na muogopeni Allah ambaye nyinyi mnaombana kwa jina lake, na uchungeni udugu. Muogopeni pia udugu, chungeni sana. Sawa, muogopeni Allah, sio muomba bwana muone Mungu, bwana ndugu yangu nisaidie. Katika lugha za Kiarabu huu hutumia sana maneno ya kukumbusha Allah ili mtu msaidie. Anshuduka billah an tusaidani ala kadha tu'awidh. Sasa nyinyi muombana kwa jina lake, sasa huyo muogopeni ambaye nyinyi mnaombana kwa ajili yake, kwa jina lake. Na pia uchungeni na uogopeni udugu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah daima kwenu nyinyi ni mchungaji, anawachunga, anawatazama, anaangalia mambo yenu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini muogopeni Allah na mzungumze maneno ya sawa, na mseme maneno ya sawa sawa. Akataja faida, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni matendo yenu, amali zenu atazifanya kuwa ni njema, atazikubali. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasameheni madhambi yenu. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yoyote atakayemtii Allah na mtume wake, basi huyo atafuzu kufuzu kukubwa kabisa, atakuwa amefaulu huyo kwa kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Aya ya kwanza tuliyosoma ni aya katika suratu Ala Imran, ambayo ni aya ya 100 na ngapi? Aya 102. Na aya pili tuliyosoma ni aya ya kwanza katika suratu An-Nisa, na aya mbili za mwisho. Maana hizi nyingine ni mbili, sasa sio aya moja, ni aya mbili ziko katika suratul Ahzab, aya 70 na 71.
na huu ndio ule utaratibu ulikuwa akiutumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzipangilia aya hizi. Hata katika khutbatul haja alikuwa akizitanguliza, anatanguliza aya ya Al-Imran kisha aya ya An-Nisa kisha zile aya mbili za Ahzab. Usipeleke huku na huku, kurudisha huku na huku kwa maksudi. Umefahamu? Haya. Ama baada yaliyotangulia, na haya ndio maneno fasaha zaidi katika lugha ya Kiarabu. Kusema amma ba'd, lakini thumma amma ba'd katika Kiarabu hakuna hiyo thumma amma ba'd. Makhatibu pia wafanya hivyo, na wengine wasema wa ba'd. Hii si mbaya, lakini iko nje ya ufasaha, bali naambiwa hiyo ndio faslu al-khitab. Sio? Kwa hiyo amma ba'd, mtu akisema amma ba'd ampatia vizuri zaidi kuliko kusema wa ba'd, kuliko anaposema thumma amma ba'd. Pale ameleta mbwembwe tu, lakini haiko katika lugha ya Kiarabu thumma amma ba'd, wala haina mahali, wala haina maana. Sawa, ambazo Waarabu wao wanazikusudia ni kuleta maneno ambayo labda mtu ametoka kwenye lugha yake, sasa atakuleta kuingiza utaratibu wa lugha yake kwenye lugha ya Kiarabu. Kwa ni amma ba'd, na hivi ndivyo alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam na fusaha al-arab. Amma ba'd fa inna asdaq al-hadith kitabullah, mazungumzo yaliyo ya kweli zaidi ni kitabu cha Allah. Hakuna maneno yaliyo kweli ya ukweli zaidi kuliko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni qat'iyyu thubut, yamethibiti kwa kukata kabisa, kwa kutinda, hayana shaka, la raiba fihi, ndio maneno yaliyo ya kweli. Wa ahsana alhadi, na muongozo ulio bora, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ule muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu akikuletea muongozo wote, watu wamekaa wakapanga, wakapangilia, wakachambua, wakasema huu ndio muongozo utakaotufaa, kama uko kinyume na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hauwezi kuwa bora. Muongozo bora ni ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila muongozo uliotokana na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo maovu ni mazushi yake. Yale yaliyozushwa ndio mambo maovu katika hii dunia. Kama kuna mambo mabaya, basi ni yale yaliyozushwa katika dini. Muhdathatuha, mazushi yake. Wa kullu muhdathatin bid'ah, na kile lenye kuzushwa ni bid'ah. Hiyo ni hukumu au sio hukumu? Hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani kilichozushwa nini? Kilichozushwa nini hukumu yake? Bid'ah. Kwani bid'ah hukumu yake ni nini? Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotevu. Kwa hizi ni alfadhi za kisheria zinazingatiwa. Kwa hiyo kama umesoma kitabu cha usul fiqh ukielewa kwamba hukumu ni tano tu, sawa sawa. Zaitwaje hizo? Hukumu bwana ni wajib, mandub, muharram, المحظور والمباح، المندوب والمباح، تان. sawa. Bida hujaiona wala dalala hujaiona, basi kaisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itaingia wapi? Itaingia wapi? Hii ni wasfu. Itaingia wapi? Katika haram. هذا امر فاسد، امر فاسد. hii katika ahkam za الوضعيه. لا هي وضعيه في احكام الوضعيه. هذا خطأ، هذا خطأ. يقول hakuna, sio hakuna khata. Ndio tuseme hivi, watu wasome, tusomeni dini. Siposoma dini tutakuwa mabaishaji. Haya, wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila la upotevu tulitengia motoni, litapelekea kwenye moto. Basi nimependa nifanye tarjama mukaddima huu ambao kila siku muusikia na muujua. Endelea.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فإننا نحمد الله تعالى الذي وفقنا لطلب العلم النافع وسهل لنا سلوك سبيل التماسه، راجين أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة، كما وعدنا ذلك بلسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كما نحمده تعالى بأن من علينا بحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبغض البدع في الدين، فله الحمد في الأولى والآخرة. نعم. tunasema hapa baada ya khutbatul haja, wa hakika sisi tunamhimidi Allah Taala ambaye ametuwafikisha sisi, ametuwezesha akatuwafikisha kuitafuta ilmu yenye manufaa. Tunamhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha na kutuwezesha kuitafuta ilmu yenye manufaa, na akatusahilishia sisi kufuata njia ya kuitafuta ilmu. Wasahala lana suluka sabili iltimasi, akatusahilishia, akatufanyia wepesi sisi kuifuata njia ya kuitafuta ilmu. Rajina yusahila lana tariqan ila aljanna, hali yakuni wenye kutarajia sisi Allah kutusahilishia njia ya kwenda peponi, kama alivyotusahilishia njia ya kwenda kuitafuta ilmu, basi atusahilishie pia vile vile njia ya kwenda katika aljanna. Kama wa'adana dhalika bilisani nabiyihi alkarim sallallahu alaihi wasallam, kama Allah alivyotuahidi hilo kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haithu qala, pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yoyote atakayeifuata njia akawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, akawa anaitafuta ilmu kupitia njia hiyo, sahala Allahu lahu, katika baadhi ya riwaya sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia, atamfanyia wepesi yeye kwa jambo hilo, atamfanyia wepesi nini? Njia ya kwenda peponi. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi hilo kwamba atakayefuata njia ya kutafuta ilmu, akatafuta ilmu, basi itakuwa ni sababu ya kusahilishiwa njia ya kwenda katika aljanna. Kwa hiyo sisi tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukimtarajia atusahilishie hilo, kama wa'adana dhalika bilisani nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Kama nahmaduhu ta'ala bi amanna alaina bihubbi sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo pia tunamhimidi yeye Allah hali ya kuwa ametukuka kwa kutuneemesha sisi, biamanna alaina, kwa vile kuwa ametuneemesha juu yetu, bihubbi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzipenda sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bughdhi albid'i fi din, na kuchukia uzushi katika dini. Hii ni neema kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuingizia katika moyo wako mapenzi ya jambo la khairi la dini, na akakuchukiza katika moyo wako jambo baya, hii ni neema. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah. Kwa hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametia mapenzi, habbaba ilaykumul iman, amewapendezesheni imani, mkao mwaipenda yale mambo ya imani, mwayapenda, akayazayini, akayapamba katika nyoyo zenu, lakini akayatia chuki kwenu nyinyi ya kuchukia al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Na watu wenye sifa hiyo, hao ndio waongofu, hali ya kuwa hizo ni fadla kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlan min Allah wa ni'ma. Kwa hiyo ukipata neema hiyo ya kuneemeshwa na Allah kwa kupenda sunna na kuchukia bid'a, ni neema ya Allah, watakiwa wewe umhimidi. Kwa hiyo kama nahmaduhu, kama vile ambavyo tunamhimidi yeye Ta'ala, bi amanna alaina, kwa kutuneemesha juu yetu, bihubbi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuipenda sunna ya mtume wake, au kwa kuzipenda sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa bughdhi albid'i fi din, na kuchukia uzushi katika dini. Falahu alhamdu
fil ula wal akhirah, ni zake Allah sifa njema duniani na akhirah. Utakwenda sema hivyo mwanzo na mwisho, pia utakitaka kusema hivyo. Aina almuadhdhin adhin. Barakallahu fik. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فهذا سفر مختصر يشتمل على 100 حديث انتقيته من الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم أو أحدهما، وضعته للطلاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية تمرينا على حفظ الحديث مسندا ومعرفة الرواه، وإحياء لطريقة سلفنا الصالح رضي الله عنهم التي تكاد أن تكون منسية في كثير من معاهد العلم الشرعي. لذلك ذكرت كل حديث مع إسناده كما هو مثبت في الأصل. نعم. قلت فهذا سفر مختصر. hiki ni kitabu mukhtasar. Sifr katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kitabu. Inasema sifrun maana yake ni kitabu, na safar ni safari, na wingi wa sifr ni asfar. Kamathali alhimari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda anayebeba mzigo wa vitabu. Asfar يقول سفر. فهذا سفر مختصر. hiki ni kitabu mukhtasar ambacho yashtamilu ala 100 hadithin, kinakusanya hadithi 100. intaqaituhu min as-sahihain, nilizozichagua kutoka katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari wa sahihi Muslim. sahihi al-Imam al-Bukhari محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري. نا صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى. وهو حديث zilizomuhumu nimezichagua kutoka kwenye sahihi mbili au ahadihima, au kutoka kwenye sahihi moja yao. Yani hadithi tutakazozikuta humu ni hadithi zilizopokewa na Bukhari na Muslim kwa pamoja, au aliyopokea Bukhari tu au aliyopokea Muslim tu, nyingine sikuziangalia mimi. Kwa nimezichagua kutoka kwenye sahihi mbili. وضعته لطلاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. nimekiweka kitabu hiki, nimekitunga kitabu hiki kwa ajili ya wanafunzi wa maahad au chuo kinachoitwa Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya. Maahad ambayo hii iko kwa ajili ya halaka na vikao vya kielimu. Kwa nini nimeweka hivyo? Tamrinan ala hifdh al-hadith musnada, kwa ajili ya kuwafundisha au kwa ajili ya kuwazoesha kuzihifadhi hadithi hali ya kuwa ni zenye kuwekewa sanad, kwa ajili ya kuwafunza wanafunzi wajizoeshe kuhifadhi hadithi pamoja na sanadi yake, kwa sababu vitabu vilivyotajwa kwa hadithi kwa sanad viko mbali huko, vikubwa. Sasa angalau kipatikane kitabu kidogo ambacho mwanafunzi anaweza kujizoesha, tukaona tuandike kitabu hiki kwa ajili ya kuwafunza, tamrinan, kwa ajili ya kuwafundisha ala hifdh alhadithi musnada, kuwafundisha juu ya kuzihifadhi hadithi hali ya kuwa ni musnad, kuhifadhi hadithi hali ya kuwa ni musnad yenye kuwekewa sanad. Wa maarifati ruwah, pia kwa ajili ya kuwazoesha juu ya kuhifadhi au kujua wapokezi. Watatajwa watu kina al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair, kina Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna al-Hilali, وكنا يحيى ابن سعيد الأنصاري أو القطاني، كنا محمد بن إبراهيم التيمي، كنا علقمة ابن وقاص الليثي na wengineo katika maulama wa Kiislamu watatajwa. Sasa leo utakuwa unawasikia na utafahamu, ala kuna huyu, kumbe huyu alikufa mwaka fulani, umefahamu.
kwa kuwatambua wale wapokezi wa hadithi. Wametufanyia kazi kubwa sana, walifanya ihsani kubwa ya kupokea mafunzo ya dini yetu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamepokea kutoka kwa mashaikh zao na mashaikh zao kwa mashaikh mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ihsani kubwa kabisa, dini ikahifadhika. Leo tukawa tuweza kuswali hivi, tuweza kufunga, tuweza kuhiji na matendo mengine na ibada nyingine za kimatendo na za kikauli. Ni kwa sababu wao walitoa wakati wao wakaamua kuhifadhi mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwajua ni jambo la maana sana. Kwa kujizoesha pia kuwajua wapokezi wa habari wa ihya'an li tariqati salafina salih radhiyallahu anhum, na pia kwa ajili ya kuhuisha njia ya watangulizi wetu waliowema, njia yao allati takadu an takuna mansijatan kada yafayo. Asemaje bin Malik? Asema mithlu kada fil asahi karaba wa tarku an wa mithlu kana fil asahi karaba. Karaba inakuwaje? Inakuwa na an, lakini zile afali za shuruu zile huwa ni wajibu kuiacha an, si ndio hivyo? Kwa ndio anasema allati takadu an takuna mansiyatan, njia ambayo imekaribia kuwa yenye kusaulika, fi kathiri min maahidi alilmi alshar'i, katika vyuo vingi miongoni mwa vyuo vya dini, elimu za kisheria. Utaratibu huu wa kuhifadhi hadithi na sanadi zake tunauhuisha mwenendo wa salafu salih, watangulizi wetu wema. Mwenendo huu umesahaulika kwenye vyuo vingi vya dini. Ukitembea katika maahidi, hii maahidi fulani mutawassita, thanawi, hawajali, hawashughuliki na jambo hilo. Wanafunzi hawazoeshwi kwenye jambo hilo. Kwa ni utaratibu uliosahaulika. Kile ilikuwa ni utaratibu wa kiupatiliza as-salaf as-salih. Mfahamu, katika halaka zao za ilmu na vyuo vyao na madarisi zao walikuwa wakipatiliza sana jambo hili. Sasa utaratibu huu kama umesahaulika hivi, sisi tunachokifanya ni kuhuisha ile jambo. Umeelewa? Wa ihya'an li tariqati salafina as-salih radiyallahu anhu allati takadu an takuna mansiyatan fi kathirin min maahidi al-ilm al-shar'i, na kwa ajili ya kuhuisha njia ya watangulizi wetu wema, Allah waridhie wao, njia ambayo imekaribia kuwa yenye kusaulika katika vyuo vingi vya elimu ya kisheria, elimu ya dini. Lidhalika dhakartu kulla hadithin ma'a isnadihi, kwa sababu hiyo basi kila hadithi nimeitaja pamoja na isnadi yake, kama huwa muthbatun fil asl, kama ilivyotajwa, ilivyothibitishwa kwenye kitabu cha asli. Kwenda ichukua hadithi vile vile ilivyo kwenye sahihu al-Bukhari na iweka pale bila kuongeza chochote, kama ilivyokuwa katika sahihi Muslim bila kuongeza chochote. Kwa hizi sanadi zilizotajwa hapa katika hadithi hizi ni kama zilivyokuwa katika sahihi al-Bukhari au kama ilivyokuwa katika sahihi Muslim. Sawa? Kwa hiyo hayo ndio malengo. Umefahamu malengo? Kwa nini tumekiandika kitabu hiki? Kwanza kaandikiwa nani? Tulab Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Malengo ni nini na makusudio? Tamrinan ala madha? Tamrinan ala hifdh al-hadith musnada wa ma'rifati ar-ruwah, kadhalika wa ihya'an li tariqati salafina as-salih radiyallahu anhum التي تكاد أن تكون منسية في كثير من معاهد العلم الشرعي. لذلك ذكرت كل حديث مع إسناده كما هو مثبت في الأصل. tutakuja kueleza mara nyingine faida ya kupatiliza isnad. Mtu anasema sasa mambo ya isnad ya kazi gani? Sasa hivi ukienda tu katika Google utafanya hivi itakuletea kila kitu. Ndio hivyo? Sasa kule kwenye Google kuna watu wanaandika kule.
kuna mashia, kuna masufi, kuna makhawarij, wanaandika pale. Sawa, wako ahli sunna, wako mahizbi kule wanaandika. Sasa si mtu anaweza kuandika chake anachokitaka, wewe utajuaje? Na huna utaratibu kujifundisha mambo ya hadithi, hujui kufanya takhriji, utadanganywa tu. Kwa lazima, kama waliposoma zamani mambo ya ilmu ya isnadi na hadithi, sasa hivi ni lazima zaidi sasa, kwa sababu kwa wakati tulionao uongo umekuwa mwingi zaidi, bali uongo ndio unaofanywa kuwa ni ukweli. tuendelee. قلتم حفظكم الله فإن كان الحديث مخرجا في الصحيحين فأكتفي بما رواه البخاري بسنده ولفظه، وإن أخرجه أحدهما فإني أصرح باسم من أخرجه وأقول مثلا قال الإمام البخاري حدثنا أو قال الإمام مسلم حدثنا. نعم. Sasa hii ndio manhaji ambayo nitakwenda nayo kwenye kitabu hiki. Na siku zote mtu anapoandika kitabu cha ilmu katika mambo muhimu kabisa, baada ya kumhimidi Allah na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi aonyeshe maudhui ya alichokiandika, lakini ameandika kwa malengo gani. Pia ni vizuri akabainisha mfumo wake na utaratibu wake katika kitabu hicho, ili msomaji asibabaike akapata kitabu kimeandikwa sielewi. Kwa hiyo tumeeleza mfumo na utaratibu tutakaofuata katika kitabu hiki kwa maneno mafupi tu, sawa, mistari 2.5. Nikasema kama hadithi ikiwa imetajwa katika vitabu viwili vyote sahihi mbili, basi mimi nitatosheka na hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari. Yani hadithi hii kwenye Sahih Bukhari na hii katika Sahih, na hadithi hii katika Sahih Muslim, nitatosheka na kile alichokitaja al-Imam al-Bukhari kwa sanadi yake na lafzi lake. Kwa sanadi nitaleta Imam al-Bukhari na tamko pia vile vile la al-Imam al-Bukhari. Sitazileta hadithi mbili katika sehemu moja pale. Nitataja sanad pamoja na matamshi aliyoyataja al-Imam al-Bukhari. Sawa. Wa in akhrajahu ahaduhuma fa inni usarrihu bismi man akhraja. Ikiwa hadithi hiyo ameitaja mmoja wao, yani iko kwenye Sahih al-Bukhari tu, haiko katika Sahih Muslim, au kwenye Sahih Muslim tu, haiko katika Sahih al-Bukhari, nitaliweka wazi, nitamtaja wazi aliyeitaja hadithi hiyo. Nitasema pale mfano qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana, utaziona hadithi hizo au qala al-Imam Muslim rahimahullah hadathana. Nikisema hivyo inamaanisha kwamba hadithi hiyo iko kwenye Sahih Bukhari peke yake, au hadithi hiyo iko katika Sahih Muslim peke yake. Ukiona ndani katika hadithi hii qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana, basi ujue hadithi hiyo iko katika Sahih al-Bukhari peke yake. أو قال الإمام مسلم رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله حدث، بس يجيكم بحديثه هاي katika Sahih Bukhari, yuko Sahih Muslim peke yake. Sawa. Lakini ukiona tu hadithi imetajwa bila kutanguliza maneno hayo hadathana fulani, basi ujue ni hadithi muttafaqun alayhi, Bukhari kaitaja, Muslim kaitaja, ila mimi nimeamua kutaja tamko aliloleta al-Imam al-Bukhari na sanadi yake. Mnaelewa? Mmeelewa kwaje? Ndio taratibu tuliotumia. Sasa kama kuna sehemu nyingine labda hadithi ya Bukhari nikasema amesema Muslim, au hadithi ni muttafaqun alayhi lakini nikasema qala al-Bukhari au Muslim peke yake, basi hiyo ni katika zallatu al-qalam. Sawa, kwa mtaangalia vizuri sehemu gani ambazo labda nimekwenda kinyume na utaratibu huu, afu mtafanya tambihi juu yake. Sawa, kama hilo lipo mtalisahihisha. Naam. قلتم أثابكم الله وقد قسمته على الجزئين، فالجزء الأول مشتمل على 4 كتب: كتاب شروط صحة الأعمال، وكتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب العلم. والجزء الثاني مشتمل على 5 كتب: كتاب الإمارة، وكتاب الفتن وأشراط الساعة، وكتاب الفضائل، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذم البدع وأهلها. وختمته بكتاب المناهي الشرعية، وتحت كل كتاب أبواب، وفي كل جزء 50 حديثا،
وانتخبت من كل باب الأحاديث الجامعة للمعاني. نعم. Nasema waqad qasamtuhu ala aljuz'ain, kitabu hiki tumekigawa kwenye juzuu mbili, pamoja na uchache au udogo wa kitabu, lakini tumekigawa katika juzuu mbili. فالجزء الأول مشتمل على 4 كتب. juzuu ya kwanza imekusanya vitabu vinne. Kitabu shuruti, tumeandikaje kwa tanwini? Basi sawa sawa, ni kwamba pana idhafa shuruti. Kwa kama kumeandikwa makosa kwa dhamma, basi ni khata'un matba'iyun, ni kosa la kiuchapishaji. Kitabu shuruti sihhati al-a'mali. Kuna kitabu cha kwanza kinazungumzia kitabu cha masharti ya kusihi matendo, ibada, masharti ya kusihi ibada, sawa. Wa kitabu hapo kwenye kitabu ya pili ni kama kufutika ta wa kuna waandishi pia wamekosea hapo. Wa kitabu al-iman, baada ya kitabu sihhati al-a'mal kuna kitabu al-iman, wa kitabu at-tauhid, wa kitabu al-ilm. Hivi ni vitabu vinne viko katika juzuu ya kwanza. Na wal juz'u athani mushtamilun ala 5 kutub, na juzuu ya pili imekusanya vitabu vitano. Kitabu al-imara, mambo ya uongozi, kitabu cha uongozi. Wa kitabu al-fitani wa ashrati as-saa, na kitabu kinachohusu mambo ya fitna na alama za kiyama. Wa kitabu al-fadail, kitabu cha mambo ya fadail, fadhila za fulani, fadhila za Madina, fadhila za masahaba, fadhila za kadha, fadhila za wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhila za ahli albayt, vitu kama hivyo. Wa kitabu al-i'tisam bil kitabi was sunna, na kuna kitabu cha kushikamana na kitabu na sunna. Wa dhammil bid'ati wa ahliha, na kuisema vibaya bid'a na watu wake. Kitabu cha mwisho nikasema wa khatamtuhu bi kitabi al-manahil ash-shar'iyya, nikakihitimisha kitabu hiki au nikahitimisha juzuu hii kwa kutaja kitabu cha makatazo ya kisheria, babu nahi an kadha, babu nahi an kadha, vitu kama hivyo. Wa tahta kulli kitabin abwab, nikasema chini ya kila kitabu kimoja, labda kitabu shurutu sihhati al-a'mal, chini yake kuna abwab, babu kadha, babu kadha. Kitabu al-iman, chini yake kuna abwab, babu kadha, sawa. Wa fi kulli juz'in 50 haditha, na katika kila juzuu moja kuna hadithi 50. Wa intakhabtu min kulli babin al-ahaditha al-jami'ata lil-ma'ani, na nikachagua kutoka katika kila mlango hadithi zilizokusanya maana nyingi. Tafuta zile hadithi zilizobeba maana nyingi, zina faida nyingi. Katika kila kitabu, katika kila mlango nimechagua hadithi za aina hiyo. Naam. قلتم حفظكم الله: وبينت في الحاشية موضع كل حديث من الصحيحين بذكر اسم الكتاب وعنوان الباب مع أرقامها على حسب الترقيم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. والآن آن أوان الشروع في المرام مستعينا بالواحد العلام. طيب، كسمة بيا وبينت في الحاشية، tumebainisha chini ya ukurasa pale chini ya ukurasa tumebainisha موضع كل حديث من الصحيحين, mahali ya kila hadithi inapopatikana katika sahihain, katika sahih al-Bukhari, katika sahih Muslim. Pale chini tumeandika bidhikri ismi al-kitab, kwa kutaja jina la kitabu, labda katika sahih al-Bukhari kitabu bad'i al-wahy, au sahih al-Bukhari kitabu as-salah, au sahih Muslim kitabu al-iman, wa hakadha. Kwa tumebainisha katika hashia pale chini ya ukurasa mahali pa kila hadithi ilipo katika sahihaini, bidhikri ismi al-kitab, kwa kutaja jina la kitabu, wa unwani al-babi, na anwani ya mlango, maa arqamiha, pamoja na namba zake, kwamba hadithi katika sahih Bukhari na hadithi nambari 2500 na kadha, katika sahih Muslim hadithi nambari 700 hivi. Fahamu, ala hasabi
الترقيم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي kwa kuzingatia namba uwekaji namba uliowekwa na al-Ustadh Muhammad Fuad Abdul Baqi, mmoja katika wanazuoni wa Kimisri. Yeye aliamua akaziangalia kutubu sita, akachukua chapa akaoanisha, akaamua kuzitia namba. Kwa hiyo ukiangalia Sahih Bukhari hadithi nambari kadha, alifanya kazi ile ni mtu anaitwa Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. والآن ana awanu ash-shuru'i fil maram, na hivi sasa umefika wakati wa kuingia kwenye makusudio. Musta'inan bil wahid al-allam, hali ya kuomba msaada kwa aliyempweke aliyemmoja mjuzi mno Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtaka msaada yeye. Kwa wakati wa kuingia katika makusudio umefika, lakini tukisema hivyo nao na wakati nao umekwisha. Kwa huu ndio utangulizi wa kitabu. Kitabu kinachoitwa Al-Jawharu An-Naqiy Al-Multaqatu min ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nitapenda sana watu kuhifadhi kitabu hiki, pamoja na kwamba sanadi zinakuwa ni ngumu kwa baadhi ya watu. Tulikuwa tukihifadhisha hapa kwa wiki mara moja, mtu anahifadhi kila Ijumaa nasomesha hapa baada ya asri, alafu tunahifadhi tuje Ijumaa nyingine tusikiliza, tuendelea. Tulikuwa tukifanya hivyo, lakini pamoja na hivyo ikawa kuna uzito mara nyingine. Lakini safari hii natarajia kwamba uzito huu hautakuwepo. Watu wana ile morali ya kusoma sasa hivi. Hiyo zamani na sasa ni tofauti, sio? Kwa hiyo ile morali ya kusoma au ile himma imekuwa kubwa. Kwa hata yale yanaonekana magumu kwa watu ni mepesi, pamoja na kwamba watu tayari washaingia kwenye masuhulia, wana hiki wana kile, lakini sahali. Tutaweka muhafizati insha Allah, jawaiz, kitu kama hicho, tutaweka zawadi watu kuhifadhi. Sawa, zawadi nini sisemi, lakini tutaweka zawadi kwa watu kuhifadhi kile kitakachosomeshwa. Zikitimia 50 tutasikiliza, tutawapa watu zawadi. Tutaendelea tena insha Allah mpaka zikamilike 100. Kwa hiyo tunahifadhi ilmu. Kilichokuwepo hapa ni kuhifadhi ilmu. Kwa takuuliza ni nani al-Humaidi, utuambie al-Humaidi ni nani, mtu wa wapi, kafalini. Sawa, ni rahisi, tutasema sisi kitu rahisi. Innahu la yasirun liman yassarahu Allah. Alafu ni ilmu. Ndipo tukimwona Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala akipatiliza sana jambo hili. Akakwenda kadarsa akauliza inda sighari kullihim, watoto yani watoto wasimame, au atauliza swali indi sual kabir, lakini swali hilo auliza watoto. Man al-a'mash, kulli shangaa kabisa. Man al-a'mash, watoto washindana, kila mmoja aisha mkono atakayejibu yeye. Ambapo katika maahidi nyingine ukienda huko ambazo za ahli sunna, ukimuuliza a'mash, muulize mpaka shekhi wao, haizi kusema a'mash ni nani. Labda dhania bado yuko hai mpaka leo, hajui pengine. Huu ni mfano, lakini watu wengi tofauti kile al-a'mash. Na hapa pia kuna watu wazima, kimuuliza nani al-a'mash hawamjui, sio? Tulab al-ilm, sio ni watu kwa tulab al-ilm. Man al-a'mash hajui. Sasa darasa ukisoma hawa rijali utamjua al-a'mash ni nani. Simuulizi leo, lakini ukajisute tu, kweli ningeulizwa pale na maana ningeshindwa mimi. Washindwa kweli. Nani Zuhri hujui. Mfahamu? Sasa ukisoma kitabu hiki utafahamu hawa watu na miaka yao waliokufa, tabaka zao, kama yuko tabaka gani, huyu ni katika tabi'in au katika atba'u tabi'in, kwenye tabi'in au ni katika kibar au katika sighar. Sawa, utafahamu. Na hiyo ni ilmu,
tatosha kwa leo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka